Leo tujifunze neno la Mungu kwa mahubiri yenye kichwa tumebarikiwa. Tunapoishi ulimwenguni tunakabili matatizo na magumu mengi. Ni mahali gani duniani tunapitia magumu na kupatwa na maumivu? Tumejifunza kutoka kwenye Biblia kwamba dunia ni mji wa makimbilio na gereza la roho zetu. Gerezani hatuwezi kufanya chochote tunachotaka kwa uhuru. Sio mahali pa aina hiyo. Hapa tunapaswa kutubu dhambi zote tulizotenda. Tunao wakati wa kujizuia na kujitafakari katika mji huu wa makimbilio, gereza la roho zetu. Kwa sababu tunaishi katika ulimwengu kama huo, siku zote tunahitaji kufikiri, ninawezaje kuwekwa huru kutoka mji huu wa makimbilio na kurudi nyumbani kwangu pa kiroho upesi iwezekanavyo? Nitaishi maisha ya aina gani katika ufalme wa milele wa mbinguni? Lakini baadhi ya watu wapumbavu hufikiri, ninawezaje kufurahia zaidi katika gereza hili? Ninawezaje kutendewa vizuri zaidi kuliko wengine katika gereza hili? Ninapowaona wanafikiria mambo hayo, ninawasikitikia sana. Leo tujikumbushe kwa mara nyingine tena kwa nini sisi ni watu waliobarikiwa. Ijapokuwa kila mmoja wetu yuko katika hali tofauti, Mungu tayari ameandaa kutoa baraka kwetu sisi sote. Baadaye yetu inang'aa sana na mzuri sana. Hatupaswi kusahau kamwe kwamba baadaye yetu ni wa ajabu sana. Unapotazama habari siku hizi zinazungumzia uchaguzi. Umetazama habari? Pia nilipokea barua iliyokuwa na taarifa za wagombea. Kwenye hivyo vipeperushi, wagombea walionyesha nguvu zao kama, mimi ni mzuri katika mambo haya, ili kuchaguliwa na wapiga kura. Tuseme tunapaswa kuchaguliwa kwa kura kwenda mbinguni. Basi tunapaswa kuangazia nguvu zetu au sifa zetu ili kuchaguliwa na malaika mbinguni. Wangesema mwanamfalme namba 1 ni mzuri katika hili, au binti mfalme namba 2 anayo nguvu hii mahususi. Kisha tunapaswa kuorodhesha nguvu zetu kwenye vipeperushi vyetu. Ikiwa unafikiri unapaswa kwenda mbinguni, unawezaje kuwavutia malaika wapiga kura? Unaweza kuwashawishi na nini? Umefikiria kuhusu hilo? Je, ungependa kuweka historia gani ya kibinafsi kwenye wadhifa wako? Nilijaribiwa kwa urahisi. Mara nyingi nilikuwa mnunaji nilipokuwa nikizungumza na kaka na dada. Nilikuwa na hasira kali. Hizi haziwezi kuwa nguvu zenu. Ili kwenda kwenye ufalme wa mbinguni, mnapaswa kuwa na sifa zipi? Kwa nini usitengeneze kipeperushi chako mwenyewe ili kujitambulisha? Nguvu yako ni nini? Wewe ni bora katika nini? Je, utaacha kumbukumbu tu kuhusu jinsi ulivyogombana na wengine? Au utaacha kumbukumbu kuhusu jinsi ulivyohubiri Injili kwa bidii? Mungu amenipa fursa ili kuokoa roho nyingi. Wakati wowote Ibilisi aliponijaribu, nilimshinda kwa njia hii. Kwa kuwa uchaguzi ulikuwa unakaribia, nilipitia taarifa za wagombea.
Wote walisema, mimi ni mzuri katika hili, nichagueni mimi. Vipi kama tunapaswa kuchaguliwa na wapiga kura kwenda mbinguni? Je, unafikiri unaweza kufanikiwa? Nilipofikiria hili, nilikuja kutambua kwamba sikuwa mzuri wa kutosha hata kidogo. Kaka na dada, vipi kama wadhifa wa wagombea unatumwa kwa malaika? Malaika watazisoma wakifikiri, wana nguvu za aina gani? Tuseme inabidi uandike wadhifa wako wa kiroho. Utaandika mambo gani? Vipi kama malaika wanaona wadhifa wetu na kututathmini? Mwanamfalme namba 1 lazima aje mbinguni. Binti mfalme namba 2 hafai. Anakosa baadhi ya sifa. Basi unaweza kuandika orodha gani kwenye wadhifa wako? Je, hatupaswi kuwasilisha wadhifa fulani unaovutia? Nimekuwa mzuri katika hili, tafadhali nichague mimi kwenda mbinguni. Kweli? Katika mtazamo wa kuhubiri, tunahitaji kuchunguza, je, nilihubiri kwa bidii? Je, nilikuwa na shauku ya kuhubiri? Je, nilifuata wengine tu? Au watu wote wataishia kufa katika maumivu ya milele ya jehanamu? Ninawezaje kuwafanya watubu? Wao pia wanawezaje kuingia mbinguni? Je, nilihubiri kwa mtazamo wa baba na mama? Au je, nilifanya kazi nikitaka kusikia pongezi kwamba ninafanya kazi bora zaidi? Kaka na dada, ni wangapi kati yetu wanaweza kuingia mbinguni ikiwa malaika wanatazama kila tendo letu na kila neno letu siku baada ya siku na kupiga kura kwa ajili ya wote watakaoingia mbinguni? Tuseme Yoshua na Kalebu tu walichaguliwa na wapiga kura kati ya Waisraeli 600,000 baada ya miaka 40 jangwani. Basi sasa miongoni mwa waumini wa Sayuni, wangapi kati yetu wanaweza kupigiwa kura kuingia katika ufalme wa mbinguni ikiwa tunapaswa kupitia uchaguzi? Walakini Mungu ameturuhusu tusipitie uchaguzi ili tuingie mbinguni. Mungu alifungua njia kwa watoto wanaotii sheria, kanuni na maagizo ya Mungu. Ni shukrani iliyoje! Malaika mbinguni wanatutazama. Wanaona jinsi tunavyoishi, kile tunachofikiri na kile tunachotumainia. Wanachunguza kama tunakimbilia kuelekea ufalme wa mbinguni kwa bidii, kwa imani, au kama tunaona dini tu kama njia ya maisha ya kujionyesha. Malaika mbinguni wanatuona kutoka juu na kutoa taarifa kwa Mungu kila siku. Mwanamfalme namba 1 huanza siku kwa kutoa sala kwa Mungu. Kama baba na mama wanavyotaka, anafanya kila juhudi kugeuza mioyo ya watu kwa Mungu. Lengo la maisha yake ni kazi ya Injili. Kisha baadhi ya malaika wanaweza kusema, binti mfalme namba 2 amesahau kabisa kwa nini alishuka duniani. Amepoteza mwelekeo maishani. Anawaza kuhusu mambo ya dunia hii wakati wote badala ya mambo ya mbinguni. Anawaza jinsi gani angeweza kuishi maisha mazuri zaidi kuliko wengine. Akili yake kuelekea mbinguni ni 0.01% tu kati ya 100%. Mengine yote ni kwa ajili ya dunia. Baba na mama, inaumiza sana kumwona. Ninatumaini kwamba atastahili kuingia mbinguni kwa kutambua kinachoendelea upesi.
Kunaweza kuwa na ripoti mbalimbali kama hizo. Katika kitabu cha Kweli, Wageni kutoka Ulimwengu wa Malaika, Baba alisema kwamba malaika wanaripoti kwa Mungu kila siku na kwamba sala tunazotoa hufikia kiti cha enzi cha mbinguni kama moshi wa uvumba. Kila mtu, kwa nini tupo duniani? Tulitenda dhambi mbinguni nasi tukafukuzwa hadi duniani, si ndio? Katika sayari hii ya dunia ambayo ni mji wa makimbilio na gereza la kiroho, hatupaswi kamwe kufikiri kwa upumbavu kwamba tunaishi hapa tu. Kama malaika wanapiga kura nani ataingia mbinguni, je, ninaweza kupokea kura za kutosha kuingia mbinguni? Uchaguzi ulinifanya nifikirie sana. Baadhi wanaweza kusema, kwa nini unazungumza sana kuhusu uchaguzi bila kujali kichwa cha mahubiri? Ikiwa mbinguni pangekuwa mahali ambapo tungeweza kwenda tu wakati tuna kura za kutosha, lazima ituogopeshe sisi sote. Lakini Baba yetu wa mbinguni na Mama yetu wa mbinguni walivumilia magumu na mateso yote. Kwa dhabihu nyingi, Baba na Mama wametufungulia njia pana. Ndiyo sababu tunaweza kuwa na tumaini la mbinguni, sivyo? Hivyo tunafurahi. Tuna bahati sana. Kama Mungu asingalifungua njia, ni nani miongoni mwetu angetazamia mbinguni? Ni nani miongoni mwa watu wote duniani anaweza kuwa na tumaini la mbinguni? Umeona katika Biblia kwamba katika siku za mwisho kutakuwa na wagombea. Watasema, nimefanya hivi, hivyo wacha niingie mbinguni. Tuone tukio katika Biblia. Wakati kama huo unapotujia, hebu sote tumwambie Mungu, tafadhali nipeleke mbinguni. Tuangalie Mathayo sura ya 7 mstari wa 21. Si kila mtu aniambiaye Bwana, Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni, bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Wengi wataniambia siku ile, Bwana, Bwana, hatukutoa unabii kwa jina lako, na kwa jina lako kutoa pepo wachafu na kufanya miujiza mingi? Je, hawasemi nimefanya hivi, hivyo nichagueni? Nimetoa unabii kwa jina lako, nichague kuingia mbinguni. Nimewafukuza pepo wachafu kwa jina la Bwana. Angalia nilichofanya. Nichague mimi. Nimefanya miujiza mingi katika jina la Bwana. Nichagueni mimi. Lakini Yesu aliwaambia nini? Mstari wa 23. Ndipo nitakapowaambia wazi, sikuwajua kamwe. Ondokeni kwangu ninyi watenda maovu. Katika toleo jingine, ninyi mnaoasi sheria. Wanasema wamepokea vyeo au nafasi fulani, wamefanya hili na lile, na wamefanya maajabu na miujiza mingi. Lakini Yesu alisema, ndipo nitakapowaambia wazi, sikuwajua kamwe. Ondokeni kwangu ninyi watenda maovu. Ndiyo maana Mungu alikuja duniani kutufundisha sheria ya mbinguni, sivyo? Hakuna sharti maalum la kuingia mbinguni. Mungu anataka kuwachukua watu wanaofuata sheria ya mbinguni hadi kwenye ufalme wake.
Wanasema, tulitoa unabii kwa jina lako. Kwa jina lako tulitoa pepo wachafu. Tulifanya miujiza mingi. Lakini Mungu anasema hawajui. Mungu huwaongoza watu mbinguni wanapoifuata sheria ya Roho wa uzima. Tukiona Mathayo sura ya 7, tunaweza kuhakikisha kwamba sisi ni watu wenye furaha kweli. Mungu alisema, wale tu ambao wamejifunza kutoka kwa Mungu wanaweza kuja kwangu. Mika sura ya 4 inasema, Mungu atatufundisha njia zake katika siku za mwisho. Tutafanya kama tulivyofundishwa. Hivyo, tuangalie. Je, hatukai katika njia ya ukweli wa Agano Jipya uliotolewa na Mungu? Tukichaguliwa kwa kura kwenda mbinguni, mustakabali wetu hautakuwa na hakika. Hata hivyo, tunashukuru Mungu mwenyewe alikuja duniani na kutufundisha sheria ya ukweli wa uzima. Mungu alituruhusu kuona kwa macho yetu, kusikia kwa masikio yetu na kuelewa kwa mioyo yetu. Njia kama hiyo ilifunguliwa wazi na Baba na Mama wa mbinguni. Na ni nini kilichoandikwa katika Ufunuo sura ya 22? Walisema, njoo kwa yeyote anayetaka kuingia mbinguni. Hivyo tukija kwa Baba na Mama na kuwa na imani katika Baba na Mama hadi mwisho na kuyashika maneno yao yote, tutaenda mbinguni. Hiyo ndiyo njia ya kwenda mbinguni, njia ya uzima wa milele na njia ya ukuhani wa kifalme wa mbinguni ya milele. Tunapaswa kutoa shukrani kwa Mungu kwa kutujalia neema nyingi. Ili kutupa neema, Mungu hakuja duniani katika utukufu, bali aliuficha utukufu wake wote naye akaja katika mwili. Alikaa miongoni mwetu katika sura ya unyenyekevu, mwonekano wa hali ya chini. Wakati mwingine Mungu anajinyenyekeza zaidi kuliko sisi. Mungu anaonekana hata mdogo kuliko sisi kuturuhusu kuona, kusikiliza na kutambua ili tubarikiwe. Ni kwa sababu heri macho yenu kwa sababu yanaona na masikio yenu kwa sababu yanasikia. Tuangalie Luka sura ya 22 mstari wa 7. Basi ikawadia siku ya mikate isiyotiwa chachu, siku ambayo mwana-kondoo wa Pasaka huchinjwa. Hivyo Yesu akawatuma Petro na Yohana akisema, nendeni mkatuandalie chakula cha Pasaka ili tuweze kuila. Wakamuuliza, unataka tukuandalie wapi? Yesu akawaambia, tazameni, mtakapokuwa mkiingia mjini, mtakutana na mwanaume amebeba mtungi wa maji. Mfuateni mpaka kwenye nyumba atakayoingia. Nanyi mwambieni mwenye nyumba, mwalimu anauliza, kiko wapi chumba cha wageni ambamo mimi na wanafunzi wangu tutakula Pasaka? Atawaonyesha chumba kikubwa ghorofani, kikiwa kimepambwa vizuri. Andaeni humo. Wakaenda nao wakakuta kila kitu kama Yesu alivyowaambia. Hivyo wakaiandaa Pasaka. Biblia iliandika waziwazi yale Yesu aliyoyafanya. Yesu aliishika sheria ya Agano Jipya. Aliwaruhusu Petro na Yohana kuandaa sheria ya Mungu mtakatifu. Hebu tuangalie sheria hii ya Agano Jipya katika mstari wa 19. Kisha akachukua mkate, akashukuru, akaumega na kuwapa, akisema, huu ni mwili wangu unaotolewa kwa ajili yenu. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Vivyo hivyo baada ya kula akakitwaa kikombe akisema, kikombe hiki ni Agano Jipya katika damu yangu imwagikayo kwa ajili yenu. Hapa Yesu anasema fanya hivi. Je, watu wengi leo wanaodai kumwamini Mungu wanaiadhimisha Pasaka? Hapana, hawafanyi hivyo. Basi wanafanya mazoezi gani? Kulingana na Mathayo sura ya 7 mstari wa 21, wanatenda uasi sheria. Mungu alianzisha ukweli wa uzima akisema, kikombe hiki ni Agano Jipya katika damu yangu inayomwagika kwa ajili yenu. Walakini makanisa mengi leo kama mchanga wa baharini huacha ukweli.
Walakini kwa bahati nzuri, Mungu mwenyewe alianzisha Sayuni kwa ajili yetu. Aliweka mwili na damu yake ya thamani ndani yetu, akitufundisha jinsi ambavyo ukweli wa Pasaka wa Agano Jipya ni wa lazima na wa thamani kwetu. Ni ishara kwetu sisi kuingia katika ufalme wa mbinguni. Kwa ufupi, tumepokea kibali bure inayoturuhusu kupitia vituo vingi vya ukaguzi kwenye barabara ya kwenda mbinguni. Malaika wa kwanza anaposema, onyesha kitambulisho chako, tunaweza kumwonyesha huyo malaika. Kisha huyo malaika atatuambia, ninyi ni wana wa mfalme na mabinti wa mfalme wa mbinguni kwa sababu mna mwili na damu takatifu ya baba na mama. Mnastahili kuingia mbinguni, tafadhali ingia ndani. Tunapungukiwa kwa njia nyingi, bado tunayo kasoro nyingi, na sisi ni dhaifu na wanyonge. Walakini kupitia mwili na damu takatifu ya Mungu wetu, tunaweza kupita vituo vya ukaguzi ingawa ni vizuizi katika njia ya watu wengine. Kwa kuwa Mungu ametupa neema hiyo ya pekee, kweli sisi ni watu waliobarikiwa. Lakini heri macho yenu kwa sababu yanaona na heri masikio yenu kwa sababu yanasikia. Nani ameturuhusu kuona na kusikia? Baba na mama wa mbinguni wameturuhusu kuona na kusikia mambo haya yote. Tulichofanya ni kuja tu kwa baba na mama. Baba na mama wametufundisha mambo haya yote kulingana na unabii wa Biblia. Wametufundisha njia ya uzima, njia ya kwenda mbinguni, ili tuweze kustahili kuingia katika ufalme wa mbinguni ambapo hakuna uchaguzi. Jinsi gani tumebarikiwa! Tuangalie Yeremia sura ya 31 mstari wa 31. Sura ya 31 mstari wa 31 unasema, siku zinakuja, asema Bwana, nitakapofanya agano jipya na nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda. Halitafanana na agano nililofanya na baba zao wakati nilipowashika mkono kuwaongoza watoke Misri, kwa sababu walivunja agano langu, ijapokuwa nilikuwa mume kwao, asema Bwana. Hili ndilo agano nitakalofanya na nyumba ya Israeli baada ya siku zile, asema Bwana. Nitaweka sheria yangu katika nia zao na kuiandika mioyoni mwao. Nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wangu. Mungu alisema ataandika sheria yake takatifu kwenye mioyo ya watu wake. Nami nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wangu. Tuangalie mstari wa 34. Mtu hatamfundisha tena jirani yake, wala mtu kumfundisha ndugu yake akisema, mjue Bwana Mungu, kwa sababu wote watanijua mimi, tangu aliye mdogo kabisa kwao hadi aliye mkuu sana, asema Bwana. Kwa sababu nitasamehe uovu wao, wala sitazikumbuka dhambi zao tena. Tuna dhambi nyingi sana. Kwa kutangaza sheria ya agano jipya, Mungu ametusamehe dhambi zetu zote na hakumbuki tena dhambi zetu, ili tuweze kwenda kwenye ufalme wa mbinguni. Kweli, maisha yetu katika dunia hii ni ya kupita na ya muda. Miaka 10, miaka 20 na miaka 30 inapita haraka sana. Hivyo, ili kuingia katika ufalme wa mbinguni, ni lazima tusiwe wapumbavu kutambua jinsi tulivyobarikiwa, tukifikiri kwamba vinavyoonekana hapa duniani ni kila kitu na kusahau mambo ya mbinguni. Kama kungekuwa na mfumo wa uchaguzi mbinguni, ungeandika nini? Nimehubiri Injili kwa bidii kiasi gani? Nimejifunza neno la Mungu kwa kiasi gani? Nimesali kwa dhati kiasi gani? Nimejitoa kiasi gani kwa ajili ya Injili na kwa ajili ya kaka na dada? Nimejaribu kwa bidii kiasi gani kuokoa watu? Tutapungukiwa kwenye maswali haya yote. Hivyo, nilipoona uchaguzi, nilikuja kufikiri, niishije kuanzia sasa? Ni njia ipi ya kumtumikia Mungu kwa bidii zaidi na ya shauku? Wakati huo huo, nilifikiri, ninahitaji kufanya upya maisha yangu ya kiroho, ili niweze kuishi jinsi baba na mama wanavyotaka niwe.
Mungu atafungua malango ya mbinguni kwa wale ambao wana mwili wake mtakatifu na damu yake ya thamani, na si kitu kingine chochote, kuingia mbinguni. Katika Waebrania sura ya 3 na ya 4 imeandikwa kwamba malango ya mbinguni yatafunguliwa kwa wale wanaotii. Kweli, watu ulimwenguni hawajui njia ya kwenda mbinguni, hivyo hawawezi kupata fursa ya kwenda huko. Walakini Mungu ametufungulia njia sisi sote kwenda kwenye huo ufalme mtukufu. Lazima tuandike sheria ya Mungu ndani kabisa mioyoni mwetu na tuhubiri Injili kwa bidii, ukweli wa uzima huko Samaria na hata miisho ya dunia. Tuangalie moja wa Thesalonike sura ya 2 mstari wa 3. Kwa maana himizo letu halikutokana na hila wala nia mbaya au udanganyifu. Kinyume chake, tulinena kama watu tuliokubaliwa na Mungu, tukakabidhiwa Injili. Sisi hatujaribu kuwapendeza wanadamu bali kumpendeza Mungu, yeye ayachunguzaye mawazo ya ndani sana ya mioyo yetu. Mungu pia ametupa furaha nyingi. Kugeuza baadaye yetu yenye huzuni kuwa angavu na wenye matumaini. Mungu hata hakukataa kutolewa kuwa dhabihu msalabani. Bila kusita alijiacha apigwe mijeledi. Kwa kuwa Mungu alijitoa dhabihu ili kutupatia furaha, sisi pia tunapaswa kuwapa baba na mama utukufu na furaha. Si tunapaswa. Hapa tunaweza kuona yale yanayompendeza Mungu anayeikagua mioyo yetu. Tumekubaliwa na Mungu kukabidhiwa Injili. Si kila mtu amekabidhiwa Injili. Baba na mama wa mbinguni wametukabidhi Injili. Hebu tujaribu kadiri tuwezavyo kuhubiri Injili. Mtume Paulo alikimbia mbio zake kwa bidii. Hivyo alikuwa na asilimia ngapi ya nafasi ya kwenda mbinguni? Alikuwa na uhakika 100% kwamba ataenda mbinguni. Sasa ninaweza kuingia mbinguni. Ni mistari gani ya Biblia inayoonyesha hilo? Mashindano nimeyamaliza. Sasa nimewekewa taji ya haki. Ni kwa sababu Paulo hakuishi kwa ajili yake mwenyewe hata kwa kitambo kidogo, bali alijitolea maisha yake yote kufanya lile ambalo baba na mama walitamani kutimiza katika dunia hii, kuwaongoza wenye dhambi kwenye toba. Tuangalie 2 Timotheo sura ya 4 mstari wa 6. Sura ya 4 mstari wa 6 unasema, kwa maana mimi sasa ni tayari kumiminwa kama sadaka ya kinywaji, nayo saa yangu ya kuondoka imetimia. Nimevipiga vita vizuri, mashindano nimeyamaliza, imani nimeilinda. Sasa nimewekewa taji ya haki ambayo Bwana, mwamuzi wa haki, atanitunukia siku ile, wala si mimi tu, bali pia wote ambao wamengoja kwa shauku kudhihirishwa kwake. Hapa tunaweza kuona kwamba Mtume Paulo ana uwezekano wa 100% kupita katika lango la mbinguni. Alisema, sasa hakuna vizuizi tena katika njia yangu ya kwenda mbinguni. Sasa nimehifadhiwa tu taji ya haki mbinguni. Kama watu wa Sayuni, hebu sisi pia tufanye kazi kwa bidii kuweza kuwa na imani imara katika wokovu wetu. Maisha yetu hapa duniani ni muhimu, lazima tusiyapuuze maisha yetu katika dunia hii. Ni wajibu wetu kuishi maisha yetu yote hapa duniani kwa uaminifu. Lakini lazima tusipoteze lengo kuu la maisha yetu ya duniani. Lazima tusisahau kwa nini tulizaliwa hapa duniani. Tukifikiri kwa uangalifu kuhusu kwa nini tumepewa saa 24 dakika 1440 kila siku, lazima tuitunze imani yetu imara. Ndipo sote tutaweza kusema kwa ujasiri katika siku ya mwisho, sasa nimewekewa taji ya haki, kama vile Paulo alivyofanya. Kaka na dada, tunalo jukumu hili kubwa. Wajibu wetu sio wa kidunia. Watu wengi duniani hung'ang'ania wadhifa ambao una muda wa miaka 4 tu. Wanawekeza pesa nyingi kwenye uchaguzi. Inagharimu sana kufanya kampeni ili kuchaguliwa, sivyo?
Wanawekeza maisha yao yote, fedha yao, wakati, shauku na kila kitu kingine ndani yake. Tunajiwekeza katika ufalme wa milele wa mbinguni ambao tunaenda. Wale wanaoshindwa kuamini kwamba wanaenda mbinguni wanaona vigumu kuchukua hatua. Na wanaona ni kazi ngumu kuhubiri, hawaoni furaha katika safari ya kwenda mbinguni, na kutaka watu wengine wawafanyie kila kitu. Wanakuja kufanya matendo hayo ya kipumbavu mara nyingi sana. Kaka na dada, Mungu ametupa hali zinazofaa sana. Mungu anasema, kwa kuwa wewe ni mwaminifu hata katika jambo dogo sana, nitakukabidhi mambo makubwa. Mungu anatupa wapi baraka hizi kubwa sana? Mungu hutujalia baraka hizo zote sisi tunaozishika amri za Mungu Sayuni. Hebu tutoe shukrani na utukufu kwa Elohim, Baba na Mama yetu. Mungu hakuepuka dhabihu yoyote na juhudi kutupatia furaha. Sisi pia tunapaswa kufanya kila juhudi kutoa furaha na utukufu kwa Baba na Mama. Ninawaomba tena kwa dhati kuweka hata juhudi ndogo zaidi kuleta matokeo mazuri sana yenye neema ya Injili. Natumaini mmepokea neema nyingi kupitia mahubiri haya. Asanteni sana.